Jambo na habari za kushinda wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Congo Post News. Tunawakaribisha katika taarifa yetu ya habari za Juni leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Katika matangazo yetu ya habari ya jioni ya leo tutakuletea matukio mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tutaanza na habari ya kutoka huko Kivu Kusini ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo latangaza kuendeleza mashambulizi ya kujibu katika wilaya ya Fizi na kudai kurejesha maeneo kadhaa, yani maeneo mengi ya kimkakati kutoka mikononi mwa waasi. Pia tutakuletea hali halisi ya usalama kutoka mjini Baraka, huku taarifa zikieleza kuwa mji huo uko chini ya udhibiti wa FARDC licha ya uvumi unaosambaa kwenye mitandao ya kijamii. Katika eneo la Ituri, wafanyakazi wanaoshiriki katika mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola wamelalamikia kutolipwa stahiki zao, wakisema hali hiyo inaathiri maisha yao na ufanisi wa operation. Na katika habari za siasa, viongozi wa upinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na viongozi wa madhehebu mbalimbali ya dini wamekutana mjini Bujumbura, Burundi kwa mazungumzo yaliyoandaliwa na Rais Evariste Ndayishimiye kwa lengo la kujadili hali ya siasa, kiusalama na mustakabali wa utawala nchini humo. Hizi ni baadhi ya habari tulizokuandalia jioni ya leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Na mwisho wa habari vile tutakunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Tuanze na habari kutoka Kivu Kusini ambako kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, operesheni za kijeshi zinaendelea kushika kasi katika eneo la Fizi mkoani Kivu Kusini, huku jeshi hilo likitangaza kuwa limeanzisha mashambulizi ya kuijibu dhidi ya muungano wa AFC M23 Twirwaneho wanaodaiwa kushirikiana na jeshi la Rwanda pamoja na kundi la Red Tabara. FARDC inasema hatua hiyo inawawezesha kurejesha udhibiti wa maeneo kadhaa ya kimkakati iliyokuwa imepotea katika mapigano ya hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa yake iliyotolewa Jumatatu, msemaji wa operation ya Skola pili Kivu Kusini anayejulikana kwa jina Luteni Mdogo au Lieutenant Mboi Kalonjerigen, jeshi la FARDC linasema limefanikiwa kurejesha maeneo ya Kimete, Wihene na Kashamata baada ya kuendesha mashambulizi ya kushtukiza kufuatia kujipanga upya kwa baadhi ya vikosi vyake ambavyo ni vya FARDC. Kwa mujibu wa FARDC, wapiganaji wa muungano wa AFC M23 na Twirwaneho Red Tabara walazimika kurudi nyuma kuelekea maeneo ya Rugezi na Bigaragara kusini mwa Minembwe. Jeshi linaeleza kuwa mafanikio hiyo ni sehemu ya operation ya kukabiliana mashambulizi ya waasi ambayo yameendelea kwa siku kadhaa katika maeneo ya milima ya juu na ya kati ya wilaya ya Fizi. Limeongeza kuwa inaendelea kuimarisha uwepo wake katika maeneo hayo ili kuzuia waasi kurejea na kuhakikisha usalama wa raia. Katika hatua nyingine, jeshi la FARDC limetoa tuhuma nzito dhidi ya muungano huo wa waasi ikidai kuwa imeongeza mashambulizi dhidi ya raia kwa kutumia ndege zisizo na rubani aina ya TBD na TB3. Jeshi hilo linaeleza kuwa mashambulizi hayo yalifanyika katika kijiji cha Bijaga mashariki mwa Point Zero pamoja na maeneo mengine yenye wakazi au raia wengi. Kwa mujibu wa jeshi la FARDC, mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya raia 18 na majeruhi 15 wakiwemo wanawake na watoto ambao kwa sasa wanapatiwa matibabu katika kituo cha afya cha Kanguli. Hata hivyo, madai hayo hayajathibitishwa kwa njia huru wakati taarifa hiyo ilipokuwa ikichapishwa. Kutokana na hali hiyo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limezitaja hatua hizo kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na za kibinadamu na kutoa wito kwa mashirika ya kimataifa na taasisi zinazolinda haki za kibinadamu pamoja na washirika wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchunguza madai hayo na kulaani mashambulizi dhidi ya raia. Wakati huo makao makuu ya jeshi la Kongo yamesema operation ya kijeshi zinaendelea katika wilaya ya Fizi, Mwenga na Uvira kwa lengo la kuimarisha ulinzi wa wananchi na kurejesha mamlaka ya serikali katika maeneo yanayoathirika na mapigano. Hata hivyo, ni muhimu kufahamu kwamba taarifa hii inatokana na tamko rasmi ya FARDC. Muungano wa AFC M23 pamoja na Rwanda hawajatoa majibu kuhusu madai hayo, na taarifa kuhusu vifo vya raia pamoja na mafanikio ya kijeshi bado hayajathibitishwa na vyanzo uhuru. Hivyo hali ya usalama katika maeneo hayo inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku mapigano yakiendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tubaki tu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Baraka wilayani Fizi mkoani Kivu Kusini, ambako kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni kutoka eneo la mashariki
mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, madai yaliyokuwa kisambaza kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii kwamba mji wa Baraka umeangukia mikononi mwa waasi wa M23 ni za uongo. Badala yake, taarifa zinaeleza kuwa mji huo bado uko chini ya udhibiti wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, huku mapigano yakiendelea katika maeneo ya pembezoni mwa mji huo. Baraka ambayo ni mji wa kimkakati uliopo katika wilaya ya Fizi mkoani Kivu Kusini umeendelea kulindwa na vikosi vya FARDC vikisaidiwa na makundi ya wananchi wanaojulikana kama Wazalendo pamoja na baadhi ya vikosi vya Burundi. Vikosi hivyo vinaelezwa kuendelea kushikilia nafasi zao za ulinzi ili kuzuia waasi kusonga mbele kuelekea katika miji mingine au kuingia ndani ya mji huo wa Baraka. Hata hivyo, wale usalama katika maeneo yanayozunguka mji wa Baraka bado ni ya wasiwasi kutokana na kuendelea kusonga mbele kwa waasi katika baadhi ya maeneo ya karibu. Taarifa zinaeleza kuwa hali hiyo imesababisha taharuki miongoni mwa wakazi pamoja na harakati za watu kuondoka katika maeneo yanayoonekana kwa hatarini na kuelekea maeneo ambayo yanaonekana kuwa salama zaidi. Katika barabara inayounganisha Mwenga, Baraka, Fizi Centre umeshuhudiwa misafara ya wanajeshi pamoja na familia zao wakiondoka kutoka maeneo ya mstari mbele wa mapigano. Hali hiyo imeongeza hofu kwa wananchi, ingawa haimaanishi kuwa mji wa Baraka umechukuliwa na waasi. Wakati huo, taarifa zinaonyesha kuwa FARDC imeongeza idadi ya wanajeshi katika mji wa Misisi ambao ni eneo muhimu la uchimbaji madini na pia njia ya kimkakati inayounganisha kuelekea mji wa Kalemi katika mkoa wa jirani wa Tanganyika. Kuimarishwa kwa vikosi katika eneo hilo kunalenga kuzuia kusambaa kwa mapigano na kulinda njia muhimu za usafiri na usambazaji wa vifaa vya kijeshi. Kwa ujumla, taarifa zilizopo zikionyesha kuwa licha ya mapigano makali kuendelea katika baadhi ya maeneo ya wilaya ya Fizi, mji wa Baraka bado uko mikononi mwa serikali, yani uko chini ya udhibiti wa FARDC na washirika wake ambao ni wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Hata hivyo, hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya na maendeleo ya mapigano yanaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku ukiwa na tahadhari dhidi ya taarifa zisizothibitishwa zinazoweza kusambazwa kupitia mitandao ya kijamii. Tubaki tu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako kwa mujibu wa taarifa kutoka mjini Bunia mkoani Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mvutano umeendelea kuongezeka kuhusu shughuli za kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola aina ya Bundibugyo. Baadhi ya wafanyakazi wanaoshiriki katika operation hiyo wanadaiwa kuwa juhudi za kupambana na ugonjwa huo zimegeuzwa kuwa chanzo cha maslahi binafsi, huku wakilalamikia kutolipiwa stahiki zao kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa waraka wa lalamiko uliowasilishwa na wafanyakazi au wanasema hawajalipwa malipo yao tangu kuanza kwa operation ya kukabiliana na mlipuko wa Ebola hadi kufikia sasa. Wanaeleza kuwa hali hiyo imewaweka katika mazingira magumu ya kiuchumi, huku familia zao zikabiliwa na changamoto za kujikimu kutokana na kuchelewa kwa malipo. Mbali na swala malipo, baadhi ya wahusika wanadai kuwa operation hiyo imeanza kugubikwa na mgogoro kati ya wafanyakazi wa eneo husika na wale wanaotoka maeneo mengine, jambo linalodaiwa kuzorotesha ushirikiano kati ya mapambano dhidi ya ugonjwa huo wa Ebola. Wanasema hali hiyo imeleta mgawanyiko na malalamiko kuhusu namna nafasi za kazi na rasilimali zilizogawiwa. Wafanyakazi hao wanatoa wito kwa mamlaka husika pamoja na wadau wanaofadhili operesheni za afya kuhakikisha malipo yao yanatolewa kwa wakati na mazingira ya kazi yanaboreshwa ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Wanasisitiza kuwa kucheleweshwa kwa mishahara kunaweza kuzoofisha ari ya watendaji waliopo mstari mbele katika juhudi za kupambana na ugonjwa huo. Hadi sasa mamlaka zinazoratibu mapambano dhidi ya Ebola hazijatoa tamko rasmi kuhusu madai hayo. Wakati huo, juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola zinaendelea, huku ukiwa na wito wa kuhakikisha masuala ya ustawi wa wafanyakazi yanapatiwa uzito ili kuimarisha mapambano dhidi ya ugonjwa huo na kulinda afya ya wananchi. Baada ya kusikiliza taarifa zetu mbalimbali kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuingie moja kwa moja na habari za kimataifa na kuomba kuendelea kuwa nasi mpaka tamati ili ujue kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu.
Kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei hajahudhuria mazishi ya babake mjini Tehran jana Jumapili, huku viongozi waandamizi wa utawala wakijiunga na maelfu ya waombolezaji kutoa heshima zao za mwisho kwa Ayatollah Ali Khamenei. Viongozi waandamizi hao ni pamoja na rais wa nchi hiyo Masoud Pezeshkian na spika wa bunge Mohammad Bakr Kalibaf, ambao walijiunga na maelfu ya waombolezaji mjini Tehran kutoa heshima zao za mwisho kwa Ayatollah Khamenei pamoja na familia wake wanne waliouawa katika mashambulizi ya Marekani na Israel. Mojtaba Khamenei hajaonekana hadharani tangu alipoteuliwa mwanzoni mwa mwezi Machi na kufuatia kuuawa kwa babake mwanzoni mwa vita. Phyllis Mote na taarifa zaidi. Watoto wengine watatu wa Ali Khamenei, Masoud, Mustafa na Meisam, walihudhuria ibada ya mazishi ya Jumapili pamoja na maafisa waandamizi wa serikali. Kutokuwepo kwa Mojtaba kumezua uvumi, ikiwemo kwamba alijeruhiwa katika mashambulizi ya Marekani na Israel yaliyomuua baba yake. Ali Khamenei aliongoza Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuanzia mwaka 1989 hadi alipofariki mwezi wa Februari mwaka huu. Shughuli rasmi za mazishi zilianza Ijumaa, huku matukio mbalimbali yakitarajiwa kufanyika nchini Iran na Iraq katika kipindi chote cha wiki hii. Mamlaka za Iran zinasema kwamba watu kati ya milioni 12 na milioni 20 wanatarajiwa kushiriki katika shughuli hizo ambazo wamezitaja kama mazishi ya karne. Siku ya Jumapili ilitangazwa kuwa siku ya mapumziko ya kitaifa nchini Iran. Wakazi wengi wa Tehran walionekana wakiimba kauli mbiu na kuomboleza, huku baadhi yao wakinukuliwa wakisema kwamba watachukua kisasi. Jeneza la Khamenei limewekwa pamoja na yale ya jamaa wake wanne waliouawa katika mashambulizi ya Tehran, akiwemo mjukuu wake wa mwaka mmoja Zahra Mohammadi Golpayegani. Katika kipindi chote cha utawala wake, Ali Khamenei alifuata sera ya msimamo mkali dhidi ya nchi za Magharibi, na kwa miaka mingi aliunga mkono makundi yenye silaha yanayopinga Marekani na Israel katika eneo la Mashariki ya Kati, yakiwemo Hamas huko Gaza, Hezbollah nchini Lebanon na Wahuthi nchini Yemen. Baada ya maombi ya mazishi mjini Tehran siku ya Jumatatu, jeneza la Khamenei litapelekwa huko Qom siku ya Jumanne, kisha katika eneo takatifu la Waislamu wa dhehebu la Shia nchini Iraq siku ya Jumatano, kabla ya kuzikwa Alhamisi katika mji alipozaliwa wa Mashhad, kaskazini mashariki mwa Iran. Namni Phyllis Mote. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ametangaza kuanzishwa kwa chama chake cha siasa, akithibitisha kutengana na kwake na mshirika wake wa zamani Ousmane Sonko, ambaye ni spika wa bunge la kitaifa na rais wa PASTEF, ambacho ni chama kikuu cha siasa nchini Senegal. Florent Kajage na taarifa zaidi. Kulingana na vyanzo vilivyo karibu na Rais Diomaye Faye, tangazo hilo lilitolewa mbele ya zaidi ya mamea 300 kutoka muungano wake. Linakuja mara tu baada ya wabunge kuidhinisha mageuzi ya kikatiba ambayo yanaweza kumzuia rais aliye madarakani kuongoza chama cha siasa ikiwa yatapitishwa katika kura ya maoni. Bado hakuna majibu yoyote kutoka kwa waziri mkuu wa zamani Ousmane Sonko kuhusu tangazo la Rais Bassirou Diomaye Faye. Hata hivyo, chama cha upinzani cha APR, yani Alliance for the Republic, kilichoanzishwa na rais wa zamani wa Senegal Macky Sall, kilikataa madai kwamba zaidi ya mamea 300 wanaunga mkono chama kipya cha Faye, kikiita takwimu hiyo haiwezi kuthibitishwa na kudai kwamba baadhi ya mamea waliorodheshwa bila ujuzi au ridhaa yao. Ibrahim Hamidou Deme, hakimu wa zamani na rais wa harakati ya ETEC, yani umoja wa kazi, uadilifu na uraia, amesema Faye kuunda chama cha uraisi kungewakilisha hatua moja ya kuleta wasiwasi ya kuzorota au pengine kuimarika utawala wa kidemokrasia. Uhusiano kati ya rais na waziri mkuu wake wa zamani ulizorota kwa miezi kadhaa, huku Sonko akimkosoa wazi Faye kwa jinsi anavyoshughulikia matatizo ya madeni ya Senegal. Matokeo yake, IMF imesimamisha mpango wake wa mikopo ya dola za Marekani bilioni 1.8 kwa Senegal. Ni Florent Kajage. Nigeria imelaani madai ya kuuawa kwa raia wake wawili nchini Afrika Kusini na kuitaka serikali ya nchi hiyo kufanya uchunguzi wa haraka na kuwafikisha wahusika mbele ya sheria. Victor Kenani na taarifa zaidi. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumapili, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Nigeria, Kimiebi Imomotini Mbiemfa, alisema mmoja wa athiriwa anadaiwa kuuawa na maafisa wa polisi wa manispaa ya Shwane mjini Pretoria tarehe 28 mwezi Juni.
Wizara hiyo pia ilisema Mnigeria mwingine alipigwa risasi na kuuawa nje ya duka lake mjini Witbank, jimbo la Mpumalanga, siku hiyo hiyo na washambuliaji wasiojulikana. Mamlaka za Afrika Kusini bado hazijatoa tamko kuhusu madai hayo. Serikali ya Nigeria ilisema ina wasiwasi mkubwa kuhusu vifo hivyo viwili, ikiongeza kuwa vinatokea wakati raia wa kigeni wanalengwa isivyostahili nchini Afrika Kusini. Kando na hilo, ilirejelea kifo cha raia mwingine wa Nigeria ambaye ilisema anadaiwa kuuawa na maafisa wa polisi wa manispaa ya Shwane mwezi Aprili. Wizara hiyo ilisema hakuna mtu aliyekamatwa kuhusiana na tukio hilo. Vile mvutano wa kidiplomasia umeibuka hivi karibuni kati ya Afrika Kusini na Ghana baada ya Ghana kusema mmoja wa raia wake aliuawa wakati wa maandamano dhidi ya wahamiaji mjini Cape Town. Mamlaka za Afrika Kusini zilikanusha madai hayo zikisema hazina rekodi ya mauaji hayo, lakini zikathibitisha kuwa zinachunguza kifo tofauti cha raia mwingine wa Ghana. Nigeria imezitaka mamlaka za Afrika Kusini kufanya uchunguzi wa haraka kuhusu mauaji hayo mawili na kesi nyingine kadhaa ambazo bado hazijakamilika zinazohusisha raia wa Nigeria, ikisema wahusika wa uhalifu huo wa kinyama wanapaswa kufikishwa mbele ya sheria bila kuchelewa zaidi. Taarifa hiyo iliongeza kuwa bila kujali madai yoyote dhidi ya watu binafsi, kuna taratibu halali na hatua za kufuata ili kupata haki, na kwamba kila mtu anapaswa kuchukuliwa kuwa hana hatia hadi athibitishwe mahakamani na apewe nafasi ya kusikilizwa kwa haki. Wizara hiyo pia ilikosoa matamshi ya hivi karibuni ya msemaji wa serikali ya Afrika Kusini kuhusu raia wa Nigeria kuondoka nchini humo wakati wa maandamano dhidi ya uhamiaji, ikiyataja matamshi hayo kuwa hayakubaliki na kusema yanaweza kuchochea uhasama dhidi ya raia wa Nigeria. Awali, Nigeria ilisema itadai fidia kutoka Afrika Kusini kwa raia wake waliondoka nchini humo kufuatia maandamano ya hivi karibuni yaliyowalenga wahamiaji wasio na vibali. Zaidi ya raia 700 tayari wamerejeshwa nyumbani kupitia safari 4 za ndege, huku safari nyingine 2 zikipangwa kufanyika tarehe 6 na tarehe 9 Julai. Ni taarifa yake Victor Kenani ambayo vile inatupa sasa nafasi ya kwenda michezoni, na mwanamichezo yuko hapa Florin Kejage. Tuzetu. Sana David Inkia. Kombe la Dunia, pambano ambalo limemalizika saa moja iliyopita hivi kati ya Mexico na England, ni kwamba England, mabingwa mara moja mwaka 1966, wamefanikiwa kutinga robo finali baada ya kuwashinda wenyeji Mexico katika dimba la Azteca. Huku ikilazimika kucheza kwa zaidi ya dakika 30 na kutumia mbinu za ulinzi, ikiwa pungufu baada ya mlinzi wake Jarrell Kwanza kutolewa nje kwa kadi nyekundu dakika ya 54. Jude Bellingham amefunga magoli mawili na Harry Kane moja kwa mkwaju wa penalti. Julian Quinones na Raul Jimenez kwa penalti walifungia Mexico. Mashambulizi mengi ya Mexico yalizimwa na England, hususan katika dakika za mwisho. Ushindi huo wa England sasa unawapeleka kucheza na Norway ya Erling Haaland aliyefunga magoli mawili katika kipindi cha pili na kuisaidia nchi yake kuwashangaza mabingwa mara 5 wa dunia Brazil na kufuzu kwa robo finali kwa mara ya kwanza. Utasikia zaidi na kwa undani kuhusu mchezo huo muda mfupi ujao. Tubakie katika finali za kombe la dunia ambako sasa kuna maneno mengi kuhusu uamuzi wa shirikisho la soka duniani FIFA kuahirisha utekelezaji wa adhabu kwa mshambuliaji wa Marekani Ruben Borgen aliyetolewa nje kwa kadi nyekundu katika mchezo wa 32 bora dhidi ya Bosnia Herzegovina. Awali ilikuwa ni moja ya uhakika mkubwa wa soka. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya siku ya leo, ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2012. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi tukutane katika taarifa zetu za kesho asubuhi na saa 11 ya asubuhi na dakika 45. Asante, chao.